Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Kuhusiana na swala zima la tetesi za usajili kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, ziko nyingi sana, lakini kwa sasa tu watazame wekundu wa Msimbazi Simba. Licha ya kuwa wao wako wanajiandaa na mchezo wa kufuzu hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch, lakini tu watazame ni kwa namna gani ambavyo wamekuwa kihusishwa na taarifa mbalimbali za usajili, ikiwemo baadhi ya wachezaji ambao wanahusishwa kutoa ndani ya kikosi hicho na wachezaji wengine ambao wanatajwa pengine huenda wasiwe sehemu ya kikosi hicho kwenye dirisha kubwa la usajili. Tukianza na wachezaji ambao wanatajwa pengine huenda wasiwe sehemu ya kikosi hicho kwenye dirisha kubwa la usajili ama kwa msimu ujao, bwana, taarifa zinazungumza kuhusiana na David Kameta Duchu, ambaye tetesi zinazungumza kwamba huenda asiwe sehemu ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba na huenda akauzwa. Na tunafahamu kwamba nafasi ya David Kameta Duchu imeendelea kuwa finyu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya nafasi yake kuchukuliwa na Mohamed Hussein Shabalala ambaye amekuwa na kiwango kizuri, lakini pia Shomari Kapombe ambao amekuwa ni chaguo la kwanza la Fadlu Davis. Kwa hiyo nafasi ya Duchu imekuwa finyu na tetesi zinazungumza kwamba huenda akauzwa. Lakini ukiachana na David Kameta Duchu, ni taarifa ama tetesi zinamzungumza Agustino Okojefa ambaye alisajiliwa kwenye dirisha dogo la usajili. Bwana, yeye pia tetesi zinazungumza kwamba huenda akauzwa kutokana na yeye pia nafasi yake ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kuwa finyu. Kwa hiyo Agustino Okojefa pia ni moja kati ya wachezaji ambao wanazungumzwa huenda wakauzwa. Sasa tetesi nyingine ni kuhusiana na Aishi Salum Manula. Hii haina ubishi. Tumeona songo bingo likitokea kwa Aishi Salum Manula, licha ya kuwa fiti na licha ya kufanya mazoezi na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini amekuwa pati namba kabisa. Tuliona kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Stellenbosch pale New Aman Complex kule visiwani Zanzibar, licha ya kutrena kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini hakupata nafasi. Tumeona pia michezo kadhaa ya ligi kuu soka Tanzania bara, licha ya kuwa fiti, lakini amekuwa atumiwi na Fadlu Davis. Moja kati ya sakata ambalo limekuja na comment tofauti kutoka kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na wachambuzi kuhusiana na hatima ya Aishi Salum Manula kuwa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo tetesi pia zinazungumzwa kwamba huenda akauzwa kutokana na yeye kutokupata namba chini ya Musa Pimpin Kamara. Sasa ukiachana na tetesi hiyo pia ya Aishi Salum Manula, tetesi nyingine ni kuhusiana na Lionel Ateba Mbida, bwana, mshambuliaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Yeye pia ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa huenda akauzwa, na kuna tetesi ambazo zipo kuhusiana na Ateba kuhitajika na baadhi ya vilabu kutoka huko Libya. Kwa hiyo Ateba pia ni moja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba huenda kwenye dirisha kubwa la usajili ikawa ni sehemu yake ya kuondokea ama kuuzwa mara baada ya tetesi hizo ambazo zipo kwa sasa. Taarifa nyingine ama tetesi nyingine ya usajili ni kuhusiana na Joshua Mutale. Yeye pia anatajwa huenda asiwe sehemu ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu ujao, na tetesi zinazungumza kwamba huenda akauzwa kutokana pia naye kutokupata nafasi ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Hivi karibuni tumeona akipata nafasi, tuliona kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch akiingia kipindi cha pili, lakini pia nyuma hapa tumeona pia kwenye mchezo dhidi ya Rimasli akipata nafasi, lakini bado nafasi yake ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa na mashaka. Kwa hiyo yeye pia anazungumzwa kwamba huenda akauzwa. Shomari Kapombe, moja kati ya mabeki ambao licha ya umri kwenda, licha ya kutumika kwenye kila mechi, lakini bado ameendelea kuonyesha uwezo wake uwanjani, lakini yeye pia anatajwa kwamba huenda akauzwa kwenye dirisha kubwa la usajili. Hao ni baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa pengine huenda wakauzwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwa upande wa wachezaji ambao wanatajwa kuhitajika, ibara taarifa ama tetesi zinazungumza kwamba klabu ya Simba imeanza harakati za chini kwa chini kwa kisha inamsaka beki tegemeo wa Azam FC Lusajo Maikenda, bwana, na huyu pia ndio captain ama nahodha wa klabu ya Azam FC. Taarifa zinazungumza kwamba
Uongozi wa klabu hiyo ya Msimbazi zinaeleza kuwa tayari mazungumzo ya awali yameshafanyika kuhusu uwezekano wa kumsajili mlinzi huyo mahiri. Lusajo ambaye amekuwa nguzo muhimu kwenye safu ya ulinzi ya Azam msimu huu bado ana mkataba wa mwaka mmoja na matarajio wa Chamanzi. Hali hiyo inaweza kuifanya Simba kukumbana na dau kubwa endapo watahitaji huduma yake mapema kabla ya mkataba kumalizika. Hata hivyo, inaelezwa kuwa Simba iko tayari kuvunja benki ili kuimarisha kikosi chake, hasa eneo la ulinzi ambalo limeonekana kuwa changamoto kwenye baadhi ya michezo ya msimu huu. Kwa hiyo Lusajo Mwaikenda ni moja kati ya wachezaji ambao wanazungumzwa kwamba huenda wakatua ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Taarifa tetesi nyingine kutoka ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, limlizi wa kushoto wa klabu ya Simba raia wa Burkina Faso Valentino Nouma unaambiwa mwishoni mwa msimu huu 2024-2025 ataachana na wajiri wake hao, huku sababu ikifahamika ni kukosa muda wa kutosha wa kucheza mbele ya Mohamed Hussein. Nouma alijiunga na klabu ya Simba kwa kandarasi ya miaka 2, hivyo ameuomba uongozi wa klabu ya Simba kumwacha huru ili akatafute changamoto mpya kwingine. Kwa hiyo pia hiyo ni taarifa ama tetesi ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tukiwa hapo bado kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao wanahusishwa kutua bana, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imeweka nguvu zaidi kwa kiungo wa kimataifa kutoka Ivory Coast Kiple Thiagori Emmanuel Junior kwa ajili ya kupata msimu ujao. Kipre ambaye alijiunga na MC Alger ya chini ya Algeria kutokea Azam FC, mkataba wake na MC Alger unatazamia kutamatika Juni 30, 2021. Joshua Mtare anaweza akaonyeshwa mlango wa kutokea msimu ujao na nafasi yake ikachukuliwa na Kiple JR, na kama ambavyo pia nimekujuza kwamba Joshua Mtare anatajwa huenda siwe ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu ujao, na taarifa hii ama tetesi ya Kiple Junior inaonyesha kabisa kwamba huenda Joshua Mtare akampisha Kiple Junior ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini tetesi nyingine ni maarufu Shekei tangu atue kwenye ardhi ya Tanzania. Timu ya Simba imekuwa ikihusishwa na kila dirisha la usajili, lakini mpaka sasa bado hawajampata fundi huyu. Unaambiwa dirisha kubwa hili la usajili huenda lolote likatokea kwa maarufu Shekei ambaye amekuwa akihusishwa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bana, tetesi nyingine ni vilabu viwili vya Morocco, Al Ittihad Tang FC na Union Etolga Sportif vimeulizia upatikanaji wa winga Edwin Barua, mchezaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bana, tetesi hizi pengine huenda zikatiki kutokana na nafasi pia Edwin Barua ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kupata mashaka. Tunafahamu kwamba Edwin Barua amekuwa hapati nafasi ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa tetesi hizi pengine huenda zikamuondoa kabisa Edwin Barua ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kutokupata nafasi. Kwa hiyo pengine huenda akatumia nafasi hii kutimkia huko ili kuweza kupata nafasi ya kucheza kutokana na kutokupata nafasi ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini tetesi nyingine ni kwamba Simba ni kama wamekataa kushindwa juu ya Mabululu. Kwa mujibu wa taarifa za chini ya kapeti, bwana, Simba wameanza tena mazungumzo juu ya kupata saini ya mshambuliaji jitu kweli kweli Mabululu mwenye umri wa miaka 32 kutoka Al Tripoli ya Libya baada ya kupambana sana na kukosa saini yake. Bwana, Mabululu alihusishwa pia kwenye dirisha dogo la usajili lakini ikashindikana. Kwa hiyo kwenye dirisha kubwa la usajili pia Mabululu ameendelea kuhusishwa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo pia tusubiri na kuona nini ambacho kinaweza kikatokea kwa Mabululu ambaye ameendelea kuhusishwa na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini tetesi nyingine ni kuhusiana na Faisal Salum Feitoto ambaye pia tumeona tetesi bado zimeendelea kumhusisha na wekundu wa Msimbazi Simba. Bana, ukiachana na Simba, Kaizer Chiefs pia imepanga kuandaa ofa kubwa katika dirisha kubwa lijalo la uhamisho kupata saini ya kiungo Faisal Salum ili kutimiza hitaji la kocha Nasir Nabi kuelekea msimu ujao. Azam FC ipo tayari kumuuza endapo Kaizer Chiefs watafikia kiasi wanachohitaji, na Azam FC imezipa kipaumbele klabu za nje ya nchi zaidi ili kumuuza Feitoto kuliko vilabu vya Tanzania.
Baada ya msimu kumalizika, kiungo Faisal atakuwa amebakiza mkataba wa mwaka mmoja katika klabu ya Azam FC na pia anahusishwa kuhitajika na Simba Sports Club. Kwa hiyo tetesi nyingine ni hivyo kwamba Faisal Salum Feitoto ameendelea kuhusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba, licha ya taarifa nyingine kumhusisha na vilabu hivyo kutoka nje ikiwemo taifa la Morocco. Lakini pia tumeona pia Kaizer Chiefs kwa Morocco anahusishwa na Wydad Casablanca, lakini kwa South Africa ameendelea kuhusishwa na klabu ya Kaizer Chiefs na vilabu vingine ambavyo vimeendelea kusaka saini yake. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya tetesi za usajili ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa kutua kwenye dirisha kubwa la usajili na wachezaji wengine ambao wanatajwa pengine huenda wakaondoka na kupisha usajili wa wachezaji wengine ambao wameendelea kutajwa kutua ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.